Mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo muhimu sana. Tumeweza kuelimika pakubwa baadhi ya changamoto, baadhi ya mapendekezo, na ndio sababu tuliamua kutembea eneo baada ya eneo ili tupate picha kamili ya jinsi viongozi wanavyozungumza na wananchi pia maoni yao ni yapi. Kabla tuende mapumzikoni, tulikuwa tunazungumza kuhusiana na hizi baadhi ya mila ambazo kwa kweli kuna baadhi ya wakazi kutoka kaskazini wanasema wakati umefika. Labda zilikuwa na uzuri wakati wa miaka hiyo, sasa hivi tuache asasi zingine zishughulikie masuala ya haki. Lakini pia kuna mtihani, kwa sababu pia kuna baadhi ya tamaduni ambazo zinatumika bado za kutambua kiongozi gani ambaye atakuwa anapewa nafasi ya kuingia katika kinyang'anyiro cha uchaguzi. Hii inachanganya sana katika njia ya kupigania. Asante Rashid, na hiyo ni ukweli. Kwenye kaskazini, sana sana kaskazini mashariki, Northern Kenya, kulikuwa na mambo ambayo tulikuwa tunaita negotiated democracy. Na hiyo zamani haikuwa mila yetu, lakini sijui imetokezea wapi mambo mengine. Kuna kila ukoo iko na watu wanaitwa elders ambao wanakaa wana decide nani atakuwa kiongozi. Lakini zamani vile unasema kuna kuwa unajua utamaduni kama Kenya hii ingine yote, mtu anajitoa, they tell the people what they have to tell, some few people will decide and you go on. Hii negotiated democracy sometimes is a very, very bad thing. Na mimi ndio one of the casualties in 2017, to be very honest. Watu wanakaa, they don't look at the merit. They just look at huyu anaweza tuletea nini kama sisi ni wazee. Huyu anaweza kutufanyia nini binafsi. Akiingia. Sio ati unaangalia maslahi ya umma yote ama watu yote. Lakini siku hizi uzuri sasa imeanza kupungua. It is almost dying. So ni kitu ambacho ungesema kwamba tukiendeleze ama maoni yako? Tusiendeleze. Kwa maoni yangu, hii mambo ya elders na negotiated democracy should die. People, you know, you give people an equal opportunity to showcase, waonyeshe uwezo yao na uongozi yao, so that chenye inakuuza ni your merit, sio size ya ukoo yako ama kabila yako. So you know, Obama was alikuwa president ya America, na as an African Americans they are less than 6%, but he ended up huko because of merit. That is the kind of leader. Alafu baadaye mtu akipata hiyo kiti aingie, wanalalamika labda walichukua one of the weakest guys, ndio wakapeleka huko. Sasa mbona unalia? Ni wewe ndio umechagua huyu, umedecide umepeleka huyu, and you are still complaining. But naona a lot of these cultural things ya kuteua leaders kama members of parliament and governors and all that inaanza kupunguka. I think now it's getting better. We are accepting, and I think with time things will be improving. But the mambo ya council orders, in my opinion, I have always stood against it, because then we will not get meritable leadership, people who deserve, who can fight and fight for na hilo swala nafikiri tutakaweza kulizungumza kwa kirefu kidogo, kwa sababu hilo swala nafikiri pia rasa unaleta shida, kwa sababu tumeona, kwa sababu sisi kwa binadamu kwamba sisi ni viongozi machoni mwa Kenya, lakini tukirudi nyumbani sisi tuna jamii zetu ambao huwezi kuepoa kwa mimi natoka jamii fulani, mimi natoka uko fulani na fulani. Ni kitu ambacho kinakutambulisha licha kwamba utakani ndio ukitumia katika maisha yako. Kuna kuwa na wakati mgumu sana wa viongozi kutoka maeneo haya kukaa, kuzungumza mambo, kuelewana kama viongozi wa kaskazini mashariki. Si ati mimi ni kwa hii jamii na nini. Na kwa kiasi fulani Wakenya wamewaelewa mnaposema kwamba mnahisi kama mmetengwa, maendeleo yalicheleweshwa kuletwa. Lakini kwa kiasi fulani wanaona kwamba kama uno mtindo utaendelea, ya kwamba tukikaa mezani siwezi kusema maoni ya Raso ni mazuri kwa sababu ni ya jamii fulani, lazima jamii yetu ndio maoni yawe sawa. Yaani kwamba tukimaliza mkutano tunajiuliza, je, maoni yale ni mazuri sawa, lakini mbona yatoke kwa ukoo ule? Mbona hamuoni kwamba wakati umefika nyinyi viongozi ndio ambao mna suluhisho la shida za kule? Muache hiyo clanism. Mnapokuwa mnazungumza klani mko nayo, hamwezi itoa, lakini wakati mnazungumza kuhusu issue za maendeleo muache. Lakini ni ngumu sana kuona
mnazungumza kwa sauti moja. Na sana ikichunguzwa sana si tatizo lolote. Ni yule wako ile, mbona tupangie, yule wa jamii ile, mbona tuamulie, kwani wale ni kina nani? Hii inaletwa na nini Rasa? Asante Rashid. Unajua kile unasema na vile daktari amesema, there are things you cannot run away from. Jambo inaitwa clan kwetu is everything. Vile watu wanasema maneno ya clan tuachane naye nini, sasa sisi ni wa Kenya, let us compete in a free space. Lakini somebody somewhere anasema huyu hakuna mahali ataenda. Sababu tuko na clans size tofauti mpaka ile ndogo sana. Sababu sisi wa Borana na wa Somali, we share a lot of things. We are very similar people. So mara mwisho unaulizwa, yani nyinyi mkiwa wengi mchukue hizi vitu zote, na wale wachache mtawafanyia nini? Na unajua sasa wachache ndio saa zingine wanakuwa wengi sababu wanashikana. So jambo moja lazima nikubaliane na wewe, ingawa tuko na hiyo kuvutwa na hiyo maneno ya clan, lakini wakati sasa tumekuja at the national level, we are members of parliament, governors, senators, lazima tuongee kwa kauli moja, tuweze kuhamasisha serikali ile challenges tuko nao, na hata suluhisho ya kuambia suluhisho. Tunaona tukitoka Garissa ni hivi, tukitoka Marsabit, tukitoka Wajir Mandera. Sababu saa zingine ile excuse kubwa ambaye nimekuja kuona mimi kama mtu mmoja, nasema nyinyi hamsikizani ndio tumeshindwa kitu ya kufanya hapa. Sababu walitaka kufanya pengine barabara fulani alikataa. So anasema hiyo barabara tulipeleka sehemu fulani, ama tulitaka kujenga shule ama maabara mahali fulani, na fulani ndio alianza kuteta. So sisi pia I think we have a responsibility. Kana kubwa sana. We have a responsibility and we cannot run away. Sio kusema serikali. Naam. Ni wakati ile ya Kibaki walikuwa wanasema serikali ni wewe. So leadership inapewa na Mwenyezi Mungu. Na hata kesho those of us wale believers tunaambiwa iko siku utaulizwa. Leo pengine wananchi washindwe kukuuliza, but in your day of judgment utaulizwa, kwa nini ulidhulumu fulani, watu fulani, jamii fulani. So ingawa hata tumeongea maneno mingi ya changamoto yetu, at the end solution itatoka kwetu viongozi ambaye wanamiliki hizo sehemu. Haitatoka kwa serikali kuu. Serikali kuu kama ni barabara watatupea, okay, tumewapea barabara. Tunauliza hospitali, okay, mumepewa hospitali. But the solution ambaye inasumbua ama inakera watu wetu, sisi wenyewe ndio tunatakiwa kuchambua, kuiweka kwa meza na kuitatua. Na muhimu sana kwa sababu pia nimeweza kuona kwamba wakati mwingine nyinyi mkiwa na vikao ambao mtakuwa mnatafuta suluhisho la maeneo yale, na nyinyi mkazungumza kwa sauti moja bila kujali huyu mbunge huyu niko fulani, huyu gavana huyu niko fulani, mkiwa pale mnaangalia kuhusu interest ya eneo, tutapiga hatua. Lakini nyinyi wenyewe pia kama mnaangaliana kwa hilo, basi huwezi kutarajia mabadiliko katika maeneo yale. Kuna swala lingine pia ningependa kuulizia ambalo ni muhimu sana, ambalo ni swala zima la afya. Hatuwezi maliza mjadala, tuna kama dakika 5 kumalizia. Afya ni kitu cha maana sana, na kuna sehemu ambazo mtu
kumepiga hatua zipo na kuna sehemu ambazo bado tunahitaji sana afya. Hili mnalizungumza, nikianza nawe kama naibu gavana, alafu baadaye nije na mheshimiwa Raso kabla tukamilishe. Rashid, asante. Mambo ya afya, kwanza hiyo jukumu kwa mpango ya ugatuzi sana sana ni inakuwa jukumu la county governments mostly. Na sisi naweza ongelea juu ya Mandera County sana sana. Sisi tumeendelea sana kwa upande ya afya. Tulikuwa na changamoto nyingi sana kama Kenya yote tu, lakini tumeendelea mbele na tumeweka budget mzuri hizi mwaka yote, the last 13 years. Ile government ya kwanza 10 years ya Governor Roba na hii yetu ya Mohamed Aden Khalif. Na kila sub-county iko na fully functional level 4 hospitals. We have 6 constituencies. Na huko tunaitanga sub-counties. So when we came in, wakati mimi na His Excellency Governor Khalif came in, the first task force that we formed was Health Reform Task Force. Tumepata ripoti, imetuonyesha a lot of gaps. We invested heavily the last 2 years in terms of staff, infrastructure na equipment. Na mimi nawasema with a lot of comfort kwamba mambo ya afya Mandera imetembea mzuri sana. Na nafikiri wengi, najua Garissa, najua Wajir pia wanang'ang'ana sana, wako hapo mbele pia Marsabit. Jua labda ndugu yangu ndiye ataweza kusema zaidi juu ya Marsabit, lakini najua kwamba upande wa afya tumeanza kusonga. For example, in Mandera we never had specialists. Hatukuwa na specialists ya aina yoyote. Sasa hii we have almost 12 specialists in different fields. Some of the surgeries ambao wanafanyia hapo Mandera is the same surgeries that are done, people are referred to, for example, in Kenyatta Hospital sometimes. Equipment, our scanning, MRI, all these things now have been sorted. And we've never had these things. In terms of child mortality rate, we are one of the lowest in the country in Mandera. Naam, tumalizia na muda umesonga kwa dakika moja. Raso, tukifikia mwisho. Asante sana Rashid. Nafikiri upande ya health tunaweza kuona tofauti tukiwa na ugatuzi. Lakini bado tunapata changamoto sana. Changamoto ni county government lazima ifanye maneno ya afya ya wananchi yao priority. Najua zamani unaweza kusema Nairobi bado fanya, lakini saa hizi watu ni wako, wewe ndio uko na pesa, afya ni ya watu wako, wewe ni mwanasiasa, hawa ndio watakuwa wanakupeleka kile kiti ambayo ungependa. So kwa hivyo yangu nitasema tu mawili. Ya kwanza ni prevention, hii community health workers. Na wakati serikali imebuni hiyo, ilikuwa na nia mzuri sana. Na nafikiri hiyo tuliboro kutoka Cuba. Wakati watu wanatembea, wanaenda kwa mzee Abdalla, na wanaambiwa huyo mzee huwa kawaida anakuwa na blood pressure. So wanamtembelea, wanampima, wanasema leo lazima upewe dawa. Nafikiri hiyo ndio imefanya watu kama Kuba watu wanaishi mpaka mwaka 100 na nini. Subiri fike mbali. Tunajua wazi kwamba kijiji hichi matatizo yao mengi ni sukari, nini na nini, na matibabu yanapatikana kwa wakati. So sana sana hata utakuta kwa mfano sehemu ya Marsabit sasa ile ugonjwa inaua watu sana ni kansa, saratani. Na tumesema lazima tuwe na screening, maneno ya screening mapema ili hata watu waweze kupata matibabu. Kwa mfano Garissa ambaye ni level 5 hospital iko na modern facility kama ile utapata Nairobi Hospital ama Kenyatta upande ya Garissa, ambaye watu wanatibiwa almost free. So
tukijua shida ya wananchi tuna upscale hiyo jambo kuweza kufanya prevention mapema. Na upande ya curative nafikiri ya muhimu ni kuhakikisha kila sehemu hata zile zetu ambazo zimebaki nyuma at least iwe na level 6 hospital, ili hata saa zingine tunaomba Mungu isitokee, but jambo kubwa ikitokea hata patients wanaweza kuwa diverted into some of those areas. Nafikiri tukiwa na ugatuzi a lot of weight ama uzito iko kwa serikali ya ugatuzi itekeleze wajibu wake. Na bila shaka mtazamaji, ni mbunge wa Saku Oraso Dito ambaye ameiwakilisha Saku na pia vile ameweza kuiwakilisha Marsabit kimtazamo na pia ameweza kuwakilisha kaskazini mashariki mwa Kenya, Daktari Ali Mohamud ambaye pia vile naibu gavana Mandera ameweza kuwakilisha kaunti ya Mandera na pia vile ameweza kuwakilisha kaskazini mashariki. Changamoto nyingi zimeweza kuzungumziwa, hatua wameweza kuzipiga, lakini wanachoomba tu kwamba katika siku za usoni wana rai moja tu kwamba kuongeza kipato katika nchi yetu ya Kenya ni kuwezesha na kuleta maendeleo katika eneo la kaskazini mashariki. Wanasema ni kaskazini mashariki kupata maendeleo, hawana wasiwasi kwamba Kenya itakuwa na ufanisi mkubwa zaidi, na wao hawataki kwamba maendeleo apelekwe kwao peke yao. Hawana mjadala wa idadi ama watu, ila tu maendeleo yapelekwe ili nao wajihisi kama Wakenya na kutafunguka kimaendeleo. Asanteni sana kwa muda wenu na kila laheri mnapokuwa mnakwenda kutumikia wananchi wenu. Inshallah wakati mwingine tutawaalika, tutakuja tusukume gurudumu la maskani. Asanteni sana.